Bwana Yesu asifiwe. Kambi 2026 Musti. Nitakwenda nikimsubiri Yesu, mfalme wa amani. Anakuja. Tunamshukuru sana Bwana kwa vipindi vyote vilivyotangulia. Jina la Bwana litukuzwe sana. Asanteni kwaya zote kwa jumbe za pekee. Bwana anaendelea kuinuliwa katika makambi haya. Tunasogezwa na kujisikia nyumbani kwa Yesu Kristo. Nasi tunasema tutakwenda tukimsubiri Yesu. Asanteni kwa kuja na Bwana wabariki sana. Wasaa huu niombe mama mchungaji Chomo Jackson, tafadhali hebu usimame uje wasalimu watu wa Mungu. Pastor wetu alilifanya hilo jana sana. Ratiba ikawa imekutaka uwe nje kidogo. Muda huu njoo usalimu watumishi wa Mungu ambao ninyi ni walezi wetu, mnatuchunga, mnatutunza. Huyu ni mdogo wangu, tunatoka maeneo mamoja. Kwa hiyo hebu acha wasalimu mama pastor hapa tafadhali. Salimu watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Makambi Musti 2026. Basi kwa namna pekee nipende tu kuwakaribisha, japo leo ni siku ya 3. Jisikieni mko katika nyumba ya Bwana na kila mtu akahisi kubarikiwa. Karibuni sana. Amen. Asanteni sana. Basi tunashukuru sana mama pastor. Yes, na mchungaji mwenyewe angelikuwa hapa lakini yuko kwa huduma kama tulivyo kwa huduma, akiwa kule ukanda wa dhahabu maeneo ya Mkwajuni, anaendelea kumtukuza Bwana. Tunanyenyekezwa miguuni kwa Yesu Kristo. Lakini pia yuko mama mchungaji wa mtaa huu. Hajaja kuwasalimia watu wa Mungu. Kuje mama wasalimu watu wa Mungu hapa. Tafadhali, unatuhudumia, tunakuwa kule. Tunapata vitu vizito kabisa hapo, na nikapewa chombo cha goldi. Kamwambia Mola, unatoka kwenye dhahabu, acha mimi nishike sasa kifaa cha dhahabu, sio wewe utoke kwenye dhahabu na chombo pewe cha dhahabu. Kwa hiyo nikashukuru, na hatukutoa maelezo. Walipopanga tu cha goldi kikao upande wangu, na mimi nikasema tafadhali, mwenye bahati ubahatika. Tulia. Mama pastor tafadhali tusalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Hongereni kwa kambi. Naamini kabisa kwamba tutakapotoka hapa tutakuwa tumebarikiwa sana. Mnasemaje jamani? Mungu wetu maana yake ni mwema. Tuko miguuni pa Yesu. Asante. Nashukuru sana, na mimi nashukuru nilitambulishwa vizuri. Nina mke mmoja. Kwa kweli nilikuwa na watoto wawili, sasa ni watatu. Ni watatu. Yuko Musa kama ulivyosema, yuko Miriam kama ulivyosema, lakini yuko Mishaeli. Kwa hiyo wako hapo watatu, na kabinti kamoja tu mpaka sasa, na ndume ziko 2. Kwa hiyo wako huko wanaendelea kumshangilia Yesu. Basi baada ya kuyasema hayo, ukitazama utagundua kuna kitu kimeandikwa hapo, na chini imeandikwa lipa namba TUCASA Musti. Tunawapongeza sana kwa sababu mambo yenu mnayapeleka kidijitali.
Hii ni lipa namba unayoiona hapo. Hii ni lipa namba. Kwa kuwa siku ya Alhamisi tutakuwa na program maalum, ibada maalum ya shukurani kwa Mungu wetu. Halo, waweza endelea tangu sasa kufanya jambo. Nikawa namuuliza mchungaji, kwani goli letu ni kiasi gani? Ati 2,000,000. Nayo imegawanywa, sisi tunatafuta 1,340,000. Nayo ninaambiwa 450,000 ilishatolewa tayari. Kwa hiyo ni kama tunasalia na shilingi 800,000 point hivi. Kwa nini usiwe sehemu? Na hivyo fanya sehemu yako. Wale mmefuga, piga simu kule wafanye sehemu yao kwa ajili ya mifugo. Ingiza sadaka yako ya shukurani kwa lipa namba hiyo. Huenda unatamani kupata ya bank account, iko hapo. Bank account iko hapo na inaonekana vizuri, 61 31 00 91 29 6. Waweza chukua na ukaendelea kufanya sehemu yako. Tunatazamia ushindi katika mambo yote, si kwa sababu ya magoli bali kwa utukufu wa Bwana. Ndio, pamoja na hiyo, siku ya Sabato tunakusudia kuwa na ubatizo mkubwa. Na hivyo ikiwa una ndugu, rafiki na jamaa, au wewe mwenyewe unayetamani uyatoe maisha yako kwa Yesu Kristo kwa njia ya kuzaliwa mara ya pili, Sabato ubatizo utafanyika. Kwa hivyo endelea kualika ndugu, rafiki na jamaa, lakini pia jiandae kushiriki makambi. Mada ya siku ya leo, tumeendelea kuangazia mada yetu ni moja tu, ambayo inasema yaanzapo kutokea Yesu anakuja. Yaanzapo kutokea. Tuombe. Yesu Kristo, ni mengi yatatokea, kwa sababu hiyo endelea kutufunulia. Haitoshi kufahamu, tuwezeshe kuchangamka kwa ajili ya kulikubali neno lako. Tudumu kwenda ukikusubiri Yesu Kristo. Usiku wa leo tena sema nasi kwa jina la Yesu, amen. Yaanzapo kutokea Yesu anakuja. Ndio, kuelekea ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, mambo mengi yatatokea, mengi yakidhihirisha Yesu anakuja tena. Nayo huenda ukayaita dalili za kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Unaweza zipata katika maandiko matakatifu, ni pamoja na kitabu kile cha Luka sura ya 21 ama Mathayo sura ya 24 na vitabu vingine kadha wa kadha ndani ya Biblia. Mimi nimevipa makundi makubwa 4. Kundi la kwanza ni uchumi, siasa na tawala za dunia. Kundi la pili ni dini na mambo ya kiroho na imani za watu. Kundi la tatu ni hali ya hewa na uoto wa asili. Lakini 4 ni maadili na mienendo ya watu. Mimi nimechagua kujikita kwenye hiyo point namba 4, nayo hatutaimaliza. Ndio, tukiangazia maadili na mienendo ya watu, inatuambia Yesu anakuja. Juzi tukagundua kwenye swala la maadili hatutakuwa tukiona hata kama tuna macho. Watu watafanya ya kufanya, hatuoni, hatutambui Mungu wetu anayotutendea, hatuthamini, hatuoni. Lakini jana tukagundua kipengele gani? Naam, kukosa heshima kwa wazazi, walezi. Watu siku hizi wanadiki kujisifu kupiga wazazi wao, piga viongozi wa kiroho, ugomvi. Nikawa nafuatilia mitandao ya kijamii huko kanda ya Ziwa, eti Doto ameuawa na Kurwa. Vijana wa miaka chini ya 15. Kaanza kama utani, wakauana. Ni mapacha hawa, mapacha. Maadili yamekwisha. Leo hii hapa nayo inadhihirisha Yesu anakuja. Kitu gani watu wa Mungu? Bandia. Tuko katika ulimwengu uliojaa bandia. Bandia kila kona. Bandia. Dunia ya leo imejaa bandia, na hii ni tangazo ya kwamba mkiona bandia imezagaa, niko mlangoni, ninakuja tena. Ndio, bandia kila kona. Na ndilo somo la leo, tutaangazia habari ya bandia. Pamoja na hiyo, tunaendelea tu kukumbuka kwamba ukiona bandia, tambua Yesu yuko mlangoni. Nyakati za mwisho, bandia haitakuwa kwenye bidhaa pekee. Ni kweli bidhaa bandia zipo, ni kweli, lakini itaenda mbali mpaka watu watakuwa bandia. Watu watakuwa bandia. Kama unaweza kutazama vizuri, ukitazama sura iliyoko hapa,
ni bandia, kope bandia, sura bandia, lipsi bandia, kucha bandia, sauti bandia, umbo au shepu bandia, hata jinsi nayo. Usiamini sana uliye jirani naye, huenda ni bandia. Unamuona mwanaume kumbe sio, unamuona mwanamke kumbe sio. Hizi zote ni dalili Yesu anakuja, bandia. Tangu juu mpaka chini, sio yeye, sio yeye. Bandia kila kona, bandia, 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 bandia. Yesu yuko mlangoni. Ukitazama huyu unaweza ukadhani ni shepu yake ni vile, unaweza usione vizuri, lakini ukiangalia vizuri hata Yesu yeye hapa, kucha zake nazo sio zenyewe, bandia, bandia, bandia. Leo kuna watu mpaka sauti sio ya kwake, nayo ni bandia. Yaani baada ya muda wewe ongea yako, be yourself. Hapo kuna juza hivi tunafeli wapi? Yaani shida ni nini? Yote hii inatuambia Yesu anakuja upesi. Mambo yanaanza taratibu na mara yanashika kasi, ubandia unaendelea. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 ndio inasomeka, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Sitaki kuzungumzia habari ya sadaka leo, naongelea tu mambo yanavyoanza taratibu. Haikuwa hivyo hapo kabla. Hata kwenye utoaji Kaini alielewa, lakini ikawa hatimaye. Ukisoma hii neno ikawa hatimaye, sikia, unapoangazia ikawa hatimaye. Natamani hili neno hili, ikawa hatimaye. Unaposoma kwenye version hii ni Union version, ila ukisoma Union version in English anasema in the process of time. Wakati tunazaliwa hatuna taabu. Muda unaposonga, ulikuja first year kama mtu fulani katakatifu hivi. Wakati unabatizwa katakatifu, kwenye mahusiano mnapochumbiana katakatifu. But in the process of time, muda unaposonga, unalizoea kanisa, mambo yanakuwa kawaida. Ulikuwa huwezi kufanya jambo lolote bila maombi, lakini leo ni kawaida. Hufanyi chochote kwa maombi, unachukulia kawaida. Kama ni makambi mwaka jana alikuwepo, yatakuwepo tena, kawaida. Juma la maombi, kawaida, kawaida. Na kumbe ndio tunatimiza unabii. In the process of time. Halafu mwingine anasema in the course of time. Bado hii inazungumzia swala la muda. Ndio Amplified Bible au Revised Standard Version naye anasema hivyo. Translation for translators naye anasema one day. Haikuwa hivyo, but one day. Yani hapa huyu anatumia lugha hii. Huyu after many days. After many days. Yani wakati anakuja haikuwa hivyo, lakini alipoanza kukaa chuoni akazoea, kumbe it is possible, inawezekana. Naweza nikawa kiongozi wa TUCASA na bado ninafanya uasherati. Ninaweza nikawa kiongozi wa APM na bado ni mshirikina. Naweza nikaimba kwaya na bado ninakunywa pombe. Na ni kawaida na ninapendekezwa na mambo yanasonga. Si kila analokubali Bwana litimie kwako amekubaliana nalo. Tatizo ni kwamba unaona ni kawaida. Ulikuwa huibi mali ya Bwana, leo unaiba, unaona ni kawaida na huoni matokeo on the spot, kwa hiyo unachukulia kawaida. Hatimaye unajikuta umekuwa bandia. Tuangalizie habari ya uvaaji. Hata uvaaji umekuwa bandia. Ndio, utasikia mtu anakuambia usijali, Mungu anaangalia moyo. Hapo mimi wanawapenda wanaosema Mungu anaangalia moyo. Mko sawa? Sasa tulio mbele yenu sio Mungu. Sasa sisi tunakuambia vaa vizuri, nasema Mungu anaangalia moyo. Umeambiwa mimi nayeongea na wewe ni Mungu hapa? Alafu ukitaka kujua hii lugha nayo ni mikwala, nisikilize. Ili ujue mtu amechanganyikiwa, wala huhitaji vipimo vingi. Ukaona umempatia chakula mtu alafu anakwenda analia sehemu ya kutolea haja kule. Yaani badala ya kwenda uani yeye anaona ndio sehemu ya chakula, alafu anakuambia usijali, Mungu anaangalia moyo. Kesho nije hapa nimepiga tai na vest, yebo ya blue nyingine ya njano, alafu naambia msihangaike, mnao mrekodi tu. By the way, Mungu anaangalia moyo. Alafu moyo unaotaja ni akili. Sasa ngoja nikwambie.
Huyo Mungu aliyekuumba ndio maana alikupa miguu na mikono. Ungejua anaangalia moyo tu, usikuje hapa na hilo limwili hapa, liache huko, lete moyo. Unakujaje na mwili wote wakati anaangalia moyo tu? Na ukisoma maandiko yanasema katika kitabu cha Kutoka 28 mstari wa 2, mstari wa 40 na mstari wa 42, anasema nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Yote yanaenda pamoja. Takatifu niliwahi waambia mahali fulani, nadhani ilikuwa juma kadhaa zilizopita, yaliyotengwa kwa matumizi maalum, lakini napenda neno utukufu na uzuri. Bwana anakubaliana na vitu vizuri lakini visivyoondoa utukufu. Kisha utafanya kanzu, ndio kwa ajili ya wana wa Haruni, kwa utukufu na uzuri. Anarudia, wafanyie suruali za nguo ya kitani, yani nyeupe, ili kufunika tupu ya miili yao. Mungu aliyeumba hahitaji tupu zako ziwe tupu. Ni yeye alipotambua aliowapa utukufu wameingia dhambini, akachagua kuwatengenezea vazi la mwana kondoo. Huyu unayesema anaangalia moyo ndio anayetoa maelekezo katika huduma ya patakatifu, wavaeje watu wake. Ndio hata kanzu. Ni kweli walitakiwa kuvaa kanzu, ila kwa kuwa ni wanaume lazima wavae suruali, na suruali inayotajwa hapo haikuwa ndefu mpaka miguuni, kwa sababu wako na kanzu. Wavae nguo inayoficha tupu zao ndani yao. Swala la kujisitiri sio la wanawake peke yao. Wanaume pia tunapaswa kujisitiri. Ficha maumbile yako, hata hivyo ni kwa ajili yako, sio kwa ajili ya wengine. Ushuhuda kwa kanisa, gombo la kwanza ukurasa wa 136, lakini unaweza ukaipata pia kwenye vitabu walivyonavyo injilisti pale, matukio ya siku za mwisho, ndio sura ya 6 ukurasa wa 75. Anasema muonekano wa nje ni ishara ya moyo ulivyo. Yaani ukianza utaka kujua huyu tayari dishi limeyumba, huhangaiki sana. Angalia tu anachofanya nje, unagundua huyu na changamoto mahali. Vitu anavyotenda sio vyenyewe. Alafu unasema hamna shida tu, yuko sawa. No. Wajibandia unaendelea kushika kasi, unaendelea kututangazia Yesu yuko mlangoni. Ukitazama hapa unaweza ukagundua mambo machache. Huyu unayemwona hapa, shepu yake sio halisi. Kuna watu wakinyeshewa na mvua shepu zina change. Na mimi wanaomba wa hivyo wapigwe mvua kabisa, kieleweke. Akikaa chini akiinuka, alikuwa amejenga nje ya beacon, inaanza kurudi kwenye beacon, anajuza mbona tena? Halafu sasa mashindano yanayoendelea, wadada wanapandisha juu, wakaka wanashusha chini. Huyu kaka anataka tujue alichovaa ndani, yeye anashusha chini. Hawa wadada ili wajue wao wana mapaja. Sijui nani aliwaambia ni kina dada tu mlio na mapaja. Nyinyi wao mnatuona sisi tumesimama kwenye mifagio eti. Sijajuaga matatizo yenu huwa ni nini. Paka unajiuliza, alafu eti chuo, yani kufika chuo. Bwana wabariki sana wanachuo hapa. Nisikilize, usibadili mwelekeo, tulia kwa Yesu. Kuwa chuo sio kuwa limbukeni. Kwenda mjini sio kubadili uhalisia. In fact umekuja chuoni ili utangazie ulimwengu pamoja na chuo. Ninakwenda nikimsubiri Yesu. Na kufika chuo tu dakika 2, chuo chenyewe unatutishia chuo. Ukija kwenda chuo itakuwaje eti chuo? Chuo gani kwanza unasoma hapa uanze kututisha sisi hapa chuo? Anza uvaa nusu uchi. Chuo gani wewe unachosoma hapa? Yaani kufika Mbeya ndo umeshaona umefika mjini eti. Kana diploma first year. You know, yes, you know, yeah. Wait. Diploma. Anyway, degree sasa, degree hata nayo huja graduate. Unajua tunawaheshimu sana kuwaita wasomi. Nyinyi sio wasomi. Ukifanya research zako zote, hauturuhusiwi sisi kukukoti. Ili ujue bado hujafikia usomi. Msomi yoyote akisema tuna koti, nasema kama alivyosema Ali. Kama mimi mwenyewe tu huwezi kusema kama alivyosema. Mimi usalama wako ni huu. Neno la Bwana lilivyosema wakati anahubiri Ali. Sio eti alivyosema Ali. Mimi unanikotije mimi?
na lipi jipya hapa, nikilala huenda na koroma, huenda sikoromi, wewe tuheshimiane. Sasa wewe unajiita msomi degree moja, kila unachoandika unasema according to, alafu unasema eti msomi, bado una refer to somebody. Hata ukifika huko tukakukoti, nisikilize, huko nako nenda ukimsubiri nani? Yesu. Timotheo wa kwanza sura ya 2:9 inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Petro wa kwanza 3:3, kujipamba kwenu kusiwe kwa kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Nini anataka atuambie? Kuna migogoro inaendelea hapa. Hao wadada ungewaona vizuri, hao nguo zilikoanzia zile pastor ametuambia hizi, huku kwingine kote, na huwa wanaanza taratibu. Mtu anapoanza ni taratibu. Wakati anavaa kimini mara ya kwanza anauliza hivi, baba yupo? Anachukua na kakitenge anaenda kuvulia huko. In the process of time anaona ni kawaida, ukiongea unaonekana mshamba, yeye ndio mjanja. Hata walioingia kwenye madawa ya kulevya walianza taratibu. Nisoma na rafiki yangu mmoja shule ya msingi kwani Shinyanga, wilaya inayotokea. Akaanza tu polepole, anajifanya ni msanii, hajawahi kurekodi kokote, yuko la 6 kupasua meza tu kila saa. Nipe biti. Na akaamini ili uwe msanii lazima uanze kutumia madawa ya kulevya. Unajua, ninapotoka chuoni mwaka wa kwanza namkuta sasa anatembea kifua wazi, amefunga shati kichwani. Yuko hivyo, hajawahi kurekodi, ila yuko tu njiani na mikono kwenye dobo huku. Nini? Madawa ya kulevya taratibu kwa uhakika. Tukatamani vijana wa TUCASA, vijana wa Adventista wawe kielelezo katika dunia iliyoathirika na madawa ya kulevya, ili wanapotafutwa ambao ni kielelezo apatikane mwaminifu anayetoka katika kanisa hili atakaiambia serikali, tunaweza kuwa vijana lakini bado tunamsubiri Yesu. Tunaweza kuwa wasomi lakini tunamsubiri Yesu. Tunaweza kuwa na nguvu lakini tunamheshimu Bwana. Bahati mbaya mob psychology, ili uonekane. Yani kuna vitu vya ajabu ili uonekane. Unajua, wakati nikicheza mpira, wakati niko level, ile mobu ya kushangiliwa, unaweza ukafanya vituko hata ukaumia na hujui umeumia. Ukisha toka uwanjani unajua kumbe niliteguka. Unang'ang'ana, umeteguka mguu bado jeuri. Na kelele zinakubahisha, unadhani ndio wa kwanza, kumbe ushamba. Ukishasikia tu usitumizie bichwa hilo kama diaba, chafua tutafua, sio wewe wa kwanza kuambiwa. Waliambiwaga wenzio kabla yako. Ni marudio tu. Hakuna jipya chini ya jua, mhubiri anatuambia. Hakuna jipya. Yote unayoona yaliwahi kuwepo. Leo tunafanya repetition tu. Hata nguo nimeshagundua kuna matoleo yaliwahi kutoka zamani, inaitwa pima juu chini mwaga. Nimeanza kuona yanarudi tena. Yani unakuwa na kiatu fulani refu, afu hizi mnaita modo hazijaanza leo. Iko picha moja niliwahi kumuona ambaye sasa ni mzee mahali fulani alivaa hiyo. Hizi mnaita crazy fashion, umevaa hao hapa crazy fashion. Hii inaitwa crazy fashion. Hii unanunua nguo mpya imeshaisha, ila mpya ila imeisha. Na unalipia kwa akili timamu kabisa, ili wajue ulitoka chuo na kubadili miondoko. Ulikuwa unatembea vizuri tu, ila kwa kuwa tayari umesha pasi ka semester kamoja, kamguu kamoja unafanya kama kalivunjikaga, lakini hujavunjika in fact, ili tujue tu umetoka chuo. Yani tuna matata. Usibadili mwelekeo. Nikusii kwa jina la Yesu, nenda ukimsubiri Yesu. Luka 21:28 anasema
Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, inueni vichwa vyenu, changamkeni, maana ukombozi wenu umekaribia. Wakati vurugu zinaingia kwa kila namna, ikiwemo mavazi. Sikia, watu wanasahau kusudi la mavazi. Jumbe za Mungu zinasema kupitia Ellen White, anasema kusudi la mavazi ya Kikristo ni kuwalinda watu wa Mungu dhidi ya mvuto wa ulimwengu uletao uharibifu, pamoja na kuleta afya ya kimwili na kimaadili. Uvaaji wako hauishi tu kukulinda, unatafsiri wewe ni nani. Maadili yako yanajengwa pia vile unavyoonekana. Ziko nyakati wewe sio mchungaji, utavaa namna fulani, halafu ukipita sehemu utasikia mtumishi, 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 vile ulivyovaa. Lakini kuna namna ulivyovaa hata ukija kwenye interview, kabla hatujajadili chochote nasema hapa there is nobody. Dressing code inamaanisha kile ambacho wewe uko. Na bahati mbaya kuna aina tu unakupuka, unaiga, unafanya hivi. Unapovaa kepu kageuza nyuma, ina maana yake. Usivai tu kwa sababu umevaa. Ina historia yake kwa nini kepu inageuzwa nyuma, na ni kwa nini watu waweke mlegezo, ina maana yake. Kwa nini mtu anapaka midomo lips hizo anaweka, ina maana yake. Muda hautoshi kukueleza, na ambacho ningesema kwa ujumla ni hiki: usiwe bandia. Be smart but maintain your nature, maintain your naturality. Uwe nadhifu ila tunza asili yako. Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 4 ukurasa wa 634 ndicho tulichonukuu. Ndicho tulichonukuu. Kwa hiyo Bwana anaendelea kutukumbusha ya kwamba ukiona tu yanatokea, Yesu anakuja. Mavazi yetu yanapaswa kuwa ya adabu nzuri, ya uzuri, heshima, kufaa kwa usahili na kawaida. Messages to the young people kurasa 351 na 352. Kuvaa kawaida, kuepuka kujionyesha kwa vito na mapambo ya kila aina vinakubaliana na imani yetu. Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 3 kurasa 366. Kuvaa kawaida na kuepuka vito. Inafundishwa wazi katika maandiko kwamba kuvaa vito kama vile hereni, bangili, pete, kacha, vikuku na mpigi. Naitwa mpigi. Mpigi yangu. Mpigi hamaki. Ni nini hiyo? Tunanena kwa lugha samani wachungaji. Eti mpigi ni nini hizo? Kuna watu hawaishi tu kuvaa kacha na nini. Kamekaa hapa unakaona ni katakatifu, kana hirizi. Ukikauliza anaambia kamepewa na bibi. Nikiwa form 6 tumesoma na mtu mmoja amepewa hirizi na bibi yake eti afaulu. Sasa tulipomaliza kuomba nikamuuliza swali, bibi yako amesoma mpaka la ngapi? Ikiwa hirizi zinasaidia watu kufaulu, tusaidiane kujua. Unajua waganga wengine ni wakorofi sana. Anakufanyia vitu ambavyo yeye mwenyewe ameshindwa kufanya. Ndio ile ulituambia pasta ukaachana na mambo ya waganga. Nafika kwa mganga afa amekufa na yeye kwa mtu mmoja ananiambia aliacha kwenda kwa waganga, maana alipopeleka mtoto kwa mganga akamuuliza swali, yule mwanao yuko wapi? Huyu mtu ampeleka mtoto, anamuuliza mganga kuhusu mtoto wake. Akamwambia ametoka kidogo na mama yake amepelekwa hospitali. Yani sijui kama unanielewa. Yani wakati wewe unampelekea mganga mtoto amtibu, yeye mwanae ameenda wapi? Nitamani nimfuate mganga nimpe mkono. Naambia wewe unafaa. Na huwa nawapongeza sana waganga ambao wanapoagiza vitu wanajua vya kuagiza. Namwambia mtu alete mjusi. Mjusi akikutuma anakutengenezea hilizi uvae wewe wa mjusi. Ila yeye cha kumpelekea ni kuku, anakutisha tu kidogo ili usijue kawaida. Yani anakuchanganya tu kidogo. Kuku ameteguka kushoto, mdomo umeenda upande, bawa la kijani. Basi unahangaika lakini lengo ni supu. Na mimi waganga wa hivyo naambia songeni mbele. Ili hawa watu ambao pamoja na unajua haitoshi kuwa na elimu kama Yesu hata kaa ndani yetu. Unaweza ukasoma masomo yanayosema hatari ya nikotini kwa kutumia madawa ya kulevya zikiwemo sigara, na bado wewe mwenyewe unavuta sigara. Tuna madaktari kibao leo wavuta sigara na wanajua nikotini haifai kabisa. Kinyume na mapenzi ya Mungu kuvaa vito vya aina hiyo. Na siku hizi wanaovaa vito na kusuka nywele sio tu hawa wadada. Na huyu hajasuka. Ila ungeangalia vizuri alivyonyoa, kope zake, macho,
lips hizi alichinja kuku kwa midomo, shingo nayo ina vyuma. Yani unaweza ukakutana na binti kucha mpaka unajuza hivi, mwenzetu unafuaje nguo? Kufua unafua kweli? Afu huyu naye ni kaka, kuna kanamna amenyoa hapa akaacha huku kama jogoo, alafu naye heleni amevaa, ni mkaka huyu. Yani kuna wakaka siku hizi wanasuka na wao, yani mpaka unajua kaka naye sijui ni kaka wa aina gani. Hapa sasa tusaidie tupate mwenzi. Mwenzi gani unamhitaji? Mtume Paulo anatuasa tuvae mavazi ya kujisitiri, jihifadhi, pita, ndio maana ya kustiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu. Timotheo tumeshaisoma, Bwana anaendelea kutukumbusha. Sikia, hapa kuna aina za misuko wanashindana nazo. Huyu naye ni msukaji, na kuna watu wengine tunasukaga Jumanne tunafumua Ijumaa, maana Mungu wao ni mchungaji. Yaani anajua mchungaji ndio afurahi. Kuna watu wengine hatusuki, kako hapa akajasuka, ila aina ya alivyonyoa, angalia unabaki yani paka anyway. Huyu naye sikio paka unajiuliza hivi uzito alioweka hapa